Ripoti yetu inaeleza kwamba Saudi Arabia ilikataa juu ya Marekani kuingia katika anga lake kwa ajili ya kuishambulia Iran kwa mara nyingine tena baada ya kuona athari za vita vya siku 40. Wakati operesheni ya Epic Fury ya Marekani dhidi ya Iran na kabla ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda kati ya Marekani na Iran, Saudi Arabia iliruhusu Marekani kurusha ndege zake kutoka katika kambi ya Prince Sultan. Lakini kutokana na majibu yaliyotoka kwa Iran, sasa Saudi Arabia inatajwa imekataa kata kwamba endapo uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kama angeamua kuishambulia Iran, lakini hawataki tena kutumiwa kwa anga zao. Uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha operesheni ya Marekani ya kuongoza meli katika mlango wa bahari Hormuz unakuja kutokana na shinikizo kutoka kwa Saudi Arabia. Hii ni kulingana na ripoti ya NBC News iliyowanukuu maafisa wawili wa Marekani. Na hata hivyo, uamuzi huu umetokana na kwamba Saudi Arabia inadhani wa Iran wataingia vitani tu na kwamba Marekani itataka kutumia kambi zake za kijeshi zilizopo katika nchi ya Saudia na kwingineko, huku Saudia ikieleza wazi kwamba haikukubaliana na mpango huo tena, na ndio maana rais wa Marekani anadaiwa kukubaliana na mawazo hayo ya Saudi Arabia. Ikumbukwe kwamba Saudi Arabia ilituhumiwa ndio ambayo ilitaka Israel na Marekani waishambulie vibaya Iran ili wauondoe utawala huo, lakini misimamo ya wa Iran imewafanya waendelee kusalia hapo walipo, na sasa wa Saudia wanaona hakuna njia nyingine tena zaidi ya diplomasia, na wakikataa kutumiwa kwa maeneo yao kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran, wakiamini kwamba taifa lao litaingia katika hasara nyingine tena. Kwa mujibu wa maafisa hao, washirika wa Marekani miongoni mwa mataifa ya Ghuba walishangazwa na tangazo la Jumapili la Trump la Project Freedom ambalo lilizinduliwa Jumatatu. Uongozi wa Saudi Arabia ulifahamisha Marekani kwamba hautaruhusu ndege za kijeshi za Marekani kuruka kutoka katika kambi ya ndege ya mwanamfalme wa Saudia au kupita katika anga ya Saudia kutekeleza juhudi za kusindikiza meli zilizokwama nje ya bahari hiyo, ripoti hiyo ilieleza. Trump alijaribu kutatua suala hilo kwa wito wa mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman bila mafanikio, maafisa wanasema. Kisha Trump alilazimika kusitisha juhudi hizo ili kurejesha ufikiaji wa jeshi la Marekani kwenye anga muhimu ya kimkakati. Kwa mujibu wa shirika la habari la Jerusalem Post la nchini Israel, wakati operesheni ya Epic Fury ya Marekani dhidi ya Iran na kabla usitishaji wa vita unaoendelea wa Marekani na Iran, Saudi Arabia iliruhusu Marekani kurusha ndege kutoka kwenye kambi ya ndege ya Prince Sultan ambapo jeshi la Marekani hudumisha uwepo wake wa ndege za kivita na ulinzi wa anga katika eneo hilo. Lakini Wasaudi walitafakari na kuona ni namna gani wanaweza wakapata hasara nyingine, na hivyo wakaona hakuna haja ya maeneo yao kutumiwa na Marekani. Afisa mmoja wa Marekani alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa Saudia katika operesheni katika eneo hilo, akiambia NBC kwamba kutokana na jiografia eneo hilo katika baadhi ya matukio, kutumia anga ya washirika ni chaguo pekee. Ndege za kijeshi zilizotumika kutoa mwamvuli wa kujihami kwa meli zilizojaribu kuondoka kwenye mlango wa bahari wa Hormuz chini ya mradi wa Uhuru, jambo ambalo halingeweza kupatikana bila ruhusa muhimu za anga. Washirika wa kikanda huwasiliana mara kwa mara na maafisa wa Marekani. Chanzo cha Saudi Arabia kiliambia NBC kwamba mwanamfalme huyo na maafisa wengine wa Saudia wamekuwa wakiwasiliana mara kwa mara na Trump, makamu wa rais wa Marekani JD Vance, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kuhusu mshangao wa Project Freedom, chanzo cha Saudia kilisema kwamba tatizo la msingi ni kwamba mambo yanafanyika haraka kwa wakati halisi. Aliongeza kuwa ingawa Saudi Arabia inaweza kutunga mkono juhudi za Hormuz, inaunga mkono sana juhudi za diplomasia zinazofanywa na Pakistan kusaidia Amerika na Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika taarifa kuhusu washirika wa Ghuba kushikwa na tangazo la mradi huo wa Uhuru, afisa wa ikulu ya White House alisema kwamba washirika wa kikanda waliarifiwa mapema. Mwanadiplomasia katika CENTCOM hata hivyo alisema kuwa Marekani haikujaribu kuratibu operesheni hiyo na Oman hadi baada ya tangazo hilo. Marekani ilitoa tangazo na kisha kuratibu nasi, alisema, akibainisha kuwa maafisa wa Oman hawakuwa na hasira wala hakutaka hilo lifanyike. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kutoka The World News.